Serikali ya Marekani imefuta visa ya takribani wanafunzi 300 wa kigeni kama sehemu ya juhudi ya kukabiliana na maandamano ya wanaunga mkono Palestina katika vyuo vikuu, hatua ambayo inatajwa kuwa sehemu ya kampeni ya utawala wa Rais Trump dhidi ya kile anachokiita chuki dhidi ya Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alithibitisha hatua hii alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara yake nchini Guyana. Labda zaidi ya 300 wakati huu, alisema Rubio. Tunafanya hivyo kila siku, kila ninapompata mmoja wa hawa vichaa. Serikali ya Marekani imekuwa ikichukua hatua kali dhidi ya wanafunzi wa kigeni wanaoshiriki maandamano yanayoshutumu hatua za Israel dhidi ya Palestina. Hatua hizo ni pamoja na kufuta visa, kuwakamata baadhi ya waandamanaji na kuzitaka taasisi za elimu ya juu kuwachukulia hatua wanafunzi wanaoendesha harakati zinazoelezwa kuwa za chuki dhidi ya Wayahudi. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, kufutwa kwa visa hizo kunalenga kudhibiti kuenea kwa kile wanachodai kuwa ni matamshi ya uchochezi katika vyuo vikuu. Kisa cha hivi karibuni kinahusisha mwanafunzi wa shahada ya udaktari kutoka Uturuki aliyekuwa akisoma katika chuo kikuu cha Tufts ambaye alikamatwa na maafisa wa uhamiaji. Waziri Rubio alitetea kukamatwa kwake, akisisitiza kwa Marekani haitaruhusu watu kutoka mataifa ya kigeni kuendesha harakati zinazoeneza chuki dhidi ya Israel katika vyuo vyake. Hatua hii imezua mjadala mkubwa, huko wanaharakati wa haki za binadamu na baadhi ya vyuo vikuu wakieleza wasiwasi wao kuhusu uhuru wa kujieleza. Wanasema kuwa serikali ya Trump inatumia suala la chuki dhidi ya Wayahudi kama kisingizio cha kuwanyamazisha wale wanaoikosoa Israel. Mashirika kama Amnesty International na Human Rights Watch yameitaka serikali ya Marekani kuheshimu haki za wanafunzi za kujieleza na kukusanyika kwa amani, ikisema kuwa hatua hii ni shambulio dhidi ya uhuru wa kitaaluma na haki za binadamu. Aidha, baadhi ya maseneta na wanachama baraza la wawakilishi wa Marekani wamehoji uhalali wa hatua hiyo, wakisema kuwa huenda ikawa inakiuka sheria za uhamiaji na uhuru wa kujieleza ulioainishwa katika katiba ya Marekani. Utawala wa Trump pia umekuwa ukiweka shinikizo kwa vyuo vikuu kuhakikisha kuwa havigeuki kuwa majukwaa ya kile anachokiita chuki dhidi ya Israel. Chini ya amri ya kiutendaji aliyoisaini Trump, vyuo vikuu vinavyopokea msaada wa serikali vinaweza kukabiliwa na hatua kali ikiwa vitashindwa kuchukua hatua dhidi ya matamshi yanayoonekana kuwa ya chuki dhidi ya Wayahudi. Hata hivyo, viongozi na baadhi ya vyuo wameeleza kuwa wanajikuta katika hali ngumu kati ya kulinda uhuru wa kujieleza wa wanafunzi na kutekeleza maagizo ya serikali. Kwa sasa bado haijafahamika iwapo kutakuwa na kesi za kisheria kupinga hatua hii, lakini wachambuzi wanasema kuwa huenda hii inakuwa na athari kubwa kwa uhusiano kati ya Marekani na jumuiya ya kimataifa, hususan mataifa yanayoathiriwa na kufutwa visa kwa wanafunzi wa nchi hizo. Bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi uko mbali sana. Alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya 6, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa. Gharama za uendeshaji zimeshuka. Tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na nisikufiche ndugu yangu, pesa tunapata. Unatufikia nishati ni maendeleo, umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.